Ndugu zangu, niko katika jimbo la Mtumba, nikiwa ndugu yenu, nikiwa ni mwenzenu. Nimekuja kwa mazuri, kwa furaha na bashasha, kuja kuwaombeni tushirikiane pamoja kuitengeneza Mtumba yetu, kwa sababu jimbo hili ni jipya. Naomba kwa upya wake ule ule tuanze nalo kwa mambo mazuri. Kwa nini tunaitaka Mtumba? Kwa nini tunaitaka Makulu? Ni kwa sababu ya kwenda kuondoa matatizo kama haya. Tunaamini watu wa Makulu ni walipa kodi katika serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wanayo haki ya kutibiwa, wanayo haki ya kupata hospitali. Sasa kwa miaka yote hiyo, miaka 64 ya Chama cha Mapinduzi, watu wameshindwa kuwawekea hata zahanati. Tupeni Chama cha Ukombozi wa Umma. Ndani ya miaka 5 naweka ahadi hii kwenu mbele ya katibu wangu wa mkoa. Naomba simamia hili pale watakapokuwa wamenipa wananchi wa Mtumba, tuhakikishe kata ya Makulu panakuwa na kituo cha afya na si zahanati. Leo hii wamekuwa na mambo mengi, wanakuja wanawaambia bodaboda ajira, bodaboda ajira. Lakini je, ni kweli tukiulizana hizi bodaboda vijana wetu wanazifanya kwa mapenzi yao, au ndio CCM wanawalazimisha kufanya hii kazi? Tumekuwa tukishuhudia kupitia bodaboda ajali nyingi kwa vijana. Zamani tulikuwa tumezoea ukisikia mwanamke mjane unajua ni mama ambaye kaachwa na baba ambaye umri umekwenda. Lakini leo hii si ajabu ukiambiwa, unakuta binti mdogo unaambiwa huyu ni mjane. Unauliza kwa nini? Wanakwambia mume wake amefariki bodaboda. Uongo kweli akina mama? Sasa hivi tuna kundi kubwa la wakina mama, mabinti zetu leo ni wajane. Vijana wetu wa kiume wameondoka. Lakini iko njia ya kuwapa hawa ajira. Miaka ya nyuma, kama ni watu wa Dodoma mnafahamu vizuri, tulikuwa na kiwanda cha Dowiko. Nani anakifahamu kiwanda cha Dowiko? Dowiko ilikuwa inafanya kazi masaa 24. Kulikuwa na shift 3. Kila baada ya masaa 8 watu walikuwa wanaingia kwenye shift. Kwa hiyo leo tumeua Dowiko. Kwa kuua Dowiko tumeua zao la zabibu na tumeua ajira kwa vijana wetu. Leo zile shift zipo tena Dowiko. Ndugu zangu, leo tukienda kwenye halmashauri, moja ya kazi kubwa ambayo napenda niwaahidi ni kwenda kurudisha vyanzo vya mapato. Vyanzo vya mapato ambavyo serikali kuu, serikali ya Chama cha Mapinduzi imeenda kuvinyang'anya halmashauri zetu, halmashauri za majiji, halmashauri za manispaa, halmashauri za miji, wamepeleka serikali kuu. Kwa kunyang'anya vyanzo hivi vya mapato, wameweza kuyaondolea majiji yetu, manispaa, uwezo wa kuajiri, kwa sababu hawana tena vyanzo vya mapato. Zamani kulikuwa na watumishi wakiajiriwa serikali kuu, lakini na halmashauri zetu zilikuwa na uwezo wa kuajiri wafanyakazi kwa vyanzo vya ndani. Leo hii halmashauri hazina uwezo wa kuajiri tena watumishi kwa vyanzo vya ndani, kwa sababu hawana vyanzo, wamenyang'anya. Naomba kwenu ridhaa ya kuchaguliwa, mnipe idhini kwenda pale tukapambane kurudisha vyanzo vya mapato vya halmashauri, ili halmashauri ziweze kuwa na uwezo wa kuajiri wafanyakazi na kupunguza tatizo la ajira kwa vijana wetu. Yako mambo mengi. Leo hiyo mama zetu wanakuwa wakihangaika na mikopo ya kausha damu. Wakina mama wanahangaika na mikopo inaitwa mkopo ya ndizi siyo. Yote hii wanapata tabu. Serikali ya Chama cha Mapinduzi imeshindwa kuwasaidia, kuwainua kiuchumi mama zetu. Moja ya jambo la kwenda kupiga vita, mkinichagua mimi na diwani wangu pale, ni kwenda kuhakikisha mapato yanayotolewa kwenye mikopo kwa makundi ya wakina mama, makundi ya vijana na makundi maalum yanapatikana kwa usawa, na sio kwa kwenda kutoa kwa wake za madiwani, makatibu wa UWT na ndugu wa viongozi
viongozi wa CCM tunaenda kulipiga vita hili jambo. Waswahili wanasema dawa ya panya wengi ni paka mmoja. Naomba nikawe paka huyo, nikaingie ndani ya panya wengi walioko ndani ya CCM wanaoharibu uchumi wetu na kufanya maisha yetu kuwa magumu. Miongoni mwa vitu ambavyo aliwadanganya, alipokuwa akiomba ubunge, aliwaahidi wakina mama wanaofanya biashara ya nyanya. Akasema akipata madaraka, ndani ya muda wake wa madaraka atahakikisha anajenga kiwanda cha kusindika nyanya, liwe ni soko kwa ajili ya wakulima wa nyanya na wakina mama wasipate tabu kwenye zao la nyanya. Ahadi hii akiwa amekaa miaka 10, katekeleza hajatekeleza? Nichagueni mimi nikatekeleze haya, kwa sababu ni kweli kuna maeneo wanafanya kazi, wanajitahidi, wanakosa nguvu ya kukamatwa mkono. Niko paka mmoja ambaye niko tayari kwenda kupambana na panya wengi walioko CCM. Mtakumbuka wakati mwenda zake ameacha barabara ya kutoka Ihumwa kwenda SGR kule wapi pale bandari kavu. Aliahidi itajengwa kwa njia ya lami, itakamilika ndani ya kipindi kifupi. Toka kaondoka mwenda zake, na mbunge wetu alishukuru kwa hilo. Leo ile barabara imekamilika. Miaka 4 toka kaondoka mwenda zake, kilomita 5 za lami kutoka Ihumwa barabarani mpaka bandari kavu, mpaka leo haijakamilika kwa kiwango cha lami, na wala mawazo hawana. Zamani tulikuwa tunashuhudia ukanda wa Makutupola unakuja Msalatu, Miuji, ulikuwa ni ukanda wa kijani. Leo hii ukipita kule ni vumbi. Tulikuwa hatuagizi ndizi kutoka Moshi wala kutoka Mbeya. Ndizi zilikuwa zinatoka hapo Makutupola, Msalatu, watu walikuwa wanalima. Leo tujiulize nini kimetokea pale? Pamekuwa pakavu, ule ukanda wa kijani haupo. Na wameua ukanda ule kwa kuzuia matumizi ya maji, kwa kusema maji hayatoshelezi kwa kilimo, wanapeleka mjini kwa ajili ya maji ya kwenda kunywa na kuoshea vyombo. Je, maji yanawatosheni kwa kunywa na kuoshea vyombo? Pana jumla ya visima 24 pale Mzakwe. Viko jumla ya visima 24 vya maji. Vinavyofanya kazi ni visima 8. Mbunge yupo, mkuu wa wilaya yupo, mkuu wa mkoa yupo, CCM wapo na madiwani wapo. Visima 24 vinafanya kazi visima 8. Tungepata jumla ya lita za maji, lita za ujazo wa maji 61,500 kwa siku, tulikuwa tunatoshelezwa kabisa kwa maji safi, salama na kilimo, na ukanda ungekaa vizuri. Leo wameua kwa hoja kwamba maji hayatoshelezi. Visima vipo, visima vinavyotoa maji ni 8 kati ya visima 24. Nichagueni, visima vyote vitafanya kazi na watu watapata maji na watalima, watapata mboga na wataishi kama kawaida. Kumekuwa na biashara. Moja ya kitu cha hatari sana CCM wamefanya, moja ya chanzo cha mapato ya nchi hii ni maiti. Kama hujakutwa na jambo hili utaona kama ni utani, lakini linawaumiza sana watu ambao wamekutwa na tatizo hili. Chanzo kikuu kimojawapo cha mapato ya Chama cha Mapinduzi ni kutoza maiti, bila kukumbuka kwamba maiti huyu alikuwa ni mlipa kodi. Maiti huyu kwa muda wote umechukua pesa yake, umefanyia kazi zako za maendeleo, za kuweka mifukoni mwako, za kufanyaje, zote umechukua kutokana na maiti huyu. Leo mauti amempata, hutaki kumwachia na yeye alipe hela maiti. Hili mnaona limekaa sawa ndugu zangu? Kama anadaiwa, kwa nini kodi yake aliyoitoa kwa muda wote huo isiwe ndiyo sababu ya yeye kuondoka? Wape ndugu wakazike.